Bwana, kila mtu amekuwa akiongea vyake kuhusiana na maigizo ambayo yanaendelea, ambapo Sara ameweza kusema kwamba Harmonize hana uwezo wa kuweza kuzaa watoto na mke mzungu huyo hapo ameweza kufumua. So Harmonize na mkewe mzungu Sara wamekuwa wakiwapa mashabiki sababu ya kuzungumza kwa siku chache zilizopita. Yote ilianza na uvumi kudai mama ya Sara amekuwa akichukua kila kitu walichompa mkurugenzi mtendaji wa kijana wa Konde wakati binti yake anajiandaa kwa talaka. So hii ni kwa sababu Sara na familia yake hawawezi tena kuhimili mtazamo wa Harmonize, na sasa kwa kuwa amekili hadharani kuwa amemdanganya mkewe miaka 4 iliyopita kufanya hali ya kuwa mbaya zaidi. So tunaweza kuona ni kitu gani ambacho Harmonize ameweza kusema, lakini pia vitu gani ambavyo vimeweza kumtokea Harmonize. Kweli tunachojua ni kwamba Harmonize anadai kuwa baba wa mtoto wa kike wa miaka 4 alidaiwa kuzaa kifaranga wa pembeni wakati huo, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba anakubali kumficha, kwani hakuwa na kiburi na msichana huyo, kwani hakuwahi kupenda kifaranga wa pembeni. Walakini kulingana na Sara, binti Harmonize anayedai kuwa ni wake ni mtoto wa mtu mwingine, hii ni kwa sababu mtihani wa baba tayari ulithibitisha kuwa mwimbaji wa Konde mvulana hakuwajibika kwa mtoto. So kwa kweli Sara anadai kwamba Harmonize ni tasa na hawezi kuzaa mtoto. Hii ndio sababu licha ya kuwa wameolewa kwa muda mrefu bado hawana mtoto wao mwenyewe, ambapo aliweza kuandika vitu kama hivyo. Hapo aliweza kuweka posti na vitu ambavyo vilikuwa vinaonyesha DNA, ambapo aliweza kuandika na vitu vilikuwa vinaonekana kabisa, na majina yalikuwa yanaonekana kama patient pale ikiwa imeandikwa Rajabu Ibrahim Abdul, lakini na vitu vingi sana ungeweza kuviona. Lakini pia basi Sara aliweza kusema, Mungu wangu, watu kweli wamevurugwa. Mara 2 wamepima DNA ya mtoto bado majibu ni negative, ila kwa kuwa umeshindwa kupata mtoto umeamua kujipa mtoto aisee wako. Hongera kwa adoption, utakuwa na roho nzuri. Hukujua jinsi ya kutunza mke sababu ya maovu yako, natumai utajua kutunza mtoto. Ukome kuongopea mashabiki zako. I post it in Swahili language so everybody will understand. So lakini pia ukiamua jinsi Harmonize anapenda foleni kwenye mitandao ya kijamii, nafasi hii inaweza pia kuwekwa kwa hatua. So kitu hicho hapo unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo Sara ameweza kuongea maneno. So bwana, unaweza kuona maneno ya Sara yana uzito kiasi gani kutokana na kila kitu ambacho kimekuwa kikisemwa kati ya wawili hawa hapa, ambapo tunaona kabisa Sara kwanza anaanza kwa kushangaa kwa kusema, Mungu wangu, kweli wamevurugwa, yani akiamini kama vile kwa sasa hivi kuna watu wamevurugwa sana kutokana na kile ambacho amekuwa akifanya Harmonize. Na Sara ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakitoa evidence ya kila kitu kuonyesha jinsi gani ambavyo Harmonize amekuwa mmoja kati ya watu ambao ni waongo sana, na watu ambao uongo wao kusema za ukweli kila mmoja amekuwa haamini kama kweli Harmonize angeweza kuongopa kiasi kile pale, lakini kila mmoja ameweza kuona ni jinsi gani ambavyo Harmonize kweli ameongopa, na kila mmoja amekuwa akimshutumu kwamba mtoto yule pale sio wake, hali ya kuwa Harmonize mwenyewe anaonekana akijiaminisha asilimia zote kwamba mtoto yule pale ni wa kwake, na akiamini kabisa vitu kama vile pale vingeweza kutokea kwa sababu binadamu hanaga dogo. So we know that any fans have been forced to call out Betty Bayo for risking her son's life, as seen in a new video shared by the singer on her page. So tunaweza kuona ni jinsi gani ambavyo mtu yote angeweza kulaumu chochote kile ambacho kingeweza kutokea kati ya mtoto huyu hapa, kwa sababu we know that from this video content one can clear see a 4 years old boy behind the wheel, and
although Betty was with him for parental guidance, the video left many moms quite disappointed. Tumeona watu wengi sana wamekuwa disappointed kutokana na kitu kile pale ambacho kiliweza kutokea, na one of her fans went on to warn Betty Bayo for posting this video, yet it will be land her into trouble with the official. She wrote, na aliweza kuandika kwamba I can risk my child life for publicity, na inaonekana kabisa ni mmoja kati ya watu ambao wanaonekana wasingeweza kufanya chochote wala kuriski maisha ya mtoto wake tena hadharani kabisa. So we see in detail post Harmonize went on to apologize for apparently keeping her off society media since he got her with woman he was never in relationship with. Through his IG, Konde Boy went on to add that. So kuna vitu vingi sana tuliweza kuona ambavyo Konde Boy aliweza kuviongea na kusema kwamba kwa huduma pekee sio kitu ambacho yeye kingeweza kumfanya yeye kama yeye mtoto wake aweze kupata furaha, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao aliweza kusema kwamba nakuomba msamaha hadharani na kukuahidi kukupa moyo wangu wote, kwani hukuja kwenye hii dunia kwa bahati mbaya, ni mpango wa Mungu. I love you my first love princess, umenifanya nijione mtu mzima, nimejifunza na natarajia kujifunza mengi kupitia wewe official Zulaiha Konde Girl. Niliishi asema privately na nasema tena hadharani, I'm sorry to you my wife Sara, ninaamini utalipokea hili. So tunaona kama vile Harmonize anamlazimisha Sara alipokee. So tutaweza kuona ni jinsi gani ambavyo filamu hii hapa itaweza kuisha kati ya wawili hawa hapa, Harmonize na Sara. So bwana, ni kama vile Harmonize anaomba radhi kwa chochote ambacho kimeweza kutokea katika maisha yake, na ndio maana akaanza kusema kwamba hayupo katika mahusiano, lakini pia aliweza kusema kwamba huduma pekee alizokuwa anazitoa na kila kitu tangu alipokuwa tumboni mwa mama yake mpaka anazaliwa mtoto huyo hapo, lakini inaonyesha kabisa kwamba yeye mwenyewe anaona kabisa hazitoshi, na kusema za ukweli inaonekana ni mtu ambaye anapenda sana mwanae huyo hapo awe karibu yake, lakini pia aliendelea kuomba msamaha hadharani na kuahidi kumpa moyo wake wote mtoto wake, kwa sababu hakuja kwenye hii dunia kwa bahati mbaya, ila ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Na aliendelea kusema kwamba I love you my first love princess, umenifanya nijione mtu mzima, nimejifunza na natarajia kujifunza mengi sana kupitia wewe hapo. So unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo Harmonize amekuwa akimpenda sana mtoto huyo hapo. So bwana, wimbo wa Bahati kusema za ukweli ni mzuri. Kitu hicho hapo kimekuwa kikijionyesha wazi na kila mmoja amekuwa akiona ni jinsi gani ambavyo Bahati amekuwa akifanya kazi zake kwa juhudi, na akionekana kwa sasa hivi akizipa promo mbalimbali. Na ndio maana kama uliweza kuona kwamba katika chapisho ile pale ambalo aliweza kulishikilia Bahati, ambapo wimbo mpya huo hapo uliweza kupewa jina la Wachana tu, na ni kujitolea maalum kwa bidii, na pengine Bahati anazungumza juu ya jinsi asingeacha kamwe au kuumiza mapenzi ya maisha yake. So tunaweza kuona ni jinsi gani ambavyo Bahati amekuwa mmoja kati ya watu ambao kusema za ukweli wamekuwa watunzi wazuri, lakini pia wamekuwa mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakielewa kitu gani ambacho amekuwa akifanya katika muziki wake. Na ndio maana kama utaweza kuona pia Bahati aliweza kumshirikisha nyimbo hii hapa Diana Marua, na nyimbo hii hapa bado inaendelea kufanya vyema sana. So Shakila bwana anahitaji kuficha makucha yake, kwani wasichana walionyeshwa bwana kwenye onyesho la ukweli la Eric Omondi ni wabaya kama yeye, na tuliona ni jinsi gani ambavyo vitu vingi sana viliweza kuhappen, na kweli tunaona kabisa anageuka kuwa sio sisi tu ambao tunahisi kwamba Shakila alikutana tu na mechi yake, lakini pia ikiwa kuna chochote, hii ndio mashabiki wameweza kufanya vitu vingi sana, lakini pia mashabiki wameweza kuongea vitu vingi sana kama vile ambavyo nimeweza kukusomea, lakini pia umeweza kujionea vitu vingi sana, ambapo tunaona kabisa kutoka kwenye video ile pale tuliweza kusikia ni wanawake wakibishana juu ya size ya matiti yao, kama vile ambavyo
uliweza kuona, na wakati tu tulidhani kuwa hoja sio haikuwa ya madhara, lakini wote wawili walitoka 0 hadi 100 haraka haraka. So Shazzy ambaye pia ni moto na anajiamini kabisa, anaonekana akikabiliana na malkia wa mitaa kabla hawajaonekana. Vitu kama hivyo hapo vinaweza kuhappen bana.